majibu ya rufaa yalitoka. Okay. Waziri akasema nitakufuatia nafikiri. Ndio. Waziri akasema kwamba kwanza channel ya kutuma barua kwake tumekosea, baada kwenda kwa waziri moja kwa moja itakuwa ipitie kwa katibu mkuu. Okay. Lakini cha pili akasema barua ambayo tumekatia rufaa haitambui, sio halali, kwa maana hajasainiwa na msajili wa vyama vya siasa. Yeah. Lakini cha pili, barua hiyo ambayo tumekatia rufaa imeandikwa Glory of Christ Church. Ndio inaitwa Glory of Christ Tanzania Church. Okay. Ndio nakusikiliza. Kwa hiyo akasema kwamba anashindwa kuchukua maamuzi ya kujibu ya rufaa, kushughulikia rufaa hiyo kwa kuwa sio sahihi. Na sasa sisi tulienda mbele zaidi sasa. Kwa sababu barua yenyewe ambayo anadai kwamba ni sahihi, sisi tuna mtandaoni barua mbili. Ile yenye saini na ambayo haina saini. Lakini msali hatukutoa barua hata moja. Unaona? Ndio. Kwa hiyo kilichofanyika ni kwamba tukaamua kuitafuta hiyo barua ambayo anadai kwamba ni sahihi, ambayo ni sahihi. Tukaipata barua hiyo, tukakata tena rufaa. Hivyo pia kama mahakamani pia. Okay. Apply pia kwa barua ya kwanza, hakimu akasema kwamba ninyi wenyewe hamjapewa barua. Sasa mimi niwezaje kuondoa hiyo zuio wakati hata ninyi hamjazuia barua, hamjapokea? Tukaisaka barua pia, tukakata rufaa pia kwa kule mahakamani, mahakama kuu. Kwa mahakama kuu, kwa upande wa mawakili wetu walishajibu, upande wa serikali mawakili watajibu kesho Ijumaa. Okay. Tutategemea waziri ajibu, kwa sababu tumefanya channel tena ambazo amesema. Lakini sisi pia mawakili wa serikali wajibu, alafu maamuzi kwa upande wa mahakama ni tarehe 8 mwezi wa 7. Okay. Vipi, maana tumeshuhudia kwenye hizi wiki mbili za mwisho mmekuwa wa baadhi ya waumini, wewe pia mmoja ukiwepo, wakienda pale nje ya kanisa wakisali. Vipi, na wiki hii pia mtakwenda au? Kwanza ni mgongano nafikiri wa tafasiri nzuri ya sheria. Kanisa kama kanisa nasajiliwa Wizara ya Mambo ya Ndani kupitia hiyo msajili wa taasisi za kiraia, as a church kama organization. Lakini swala la mtu kusali haisajili mahali popote pale. Mtu anaweza kusali mahali popote. Ndio maana kwamba unaona Waislamu kwa mfano wanaweka nani yake hata sokoni anasali. Unaelewa? Ndio. Unapopata mahali popote pale. Na kusali kulikuwepo zamani, hata wakati wa mababu zetu. Wala hapokuwepo na majengo makanisa. Wao wamefunga majengo, watu wasiingie ndani wasifanye ibada. Lakini kusali kwa mtu huko pale pale hakuwezi kufutwa. Na tukifika level ya kufuta mpaka watu wasali hapo, itakuwa ni level kubwa sana kwa nchi yetu ambayo haiamini mambo ya dini. Nchi ambayo imetoa ruhusa kila dini endeleze imani yao bila kusaidiwa na serikali kwa mujibu wa katiba yetu, ibara ndogo ya pili. Sasa swala la watu kusali liko pale pale. Na mimi ushauri wangu hata kwa jeshi la polisi au kwa serikali, wajaribu kuzuia makanisa kile usijaribu kuzuia watu kusali. Waache watu wasali kwa njia ambayo ni ya amani, njia ambayo haivunji sheria za nchi. Wasali waabudu hata kama ni jiwe, jiwe tu aliwapondi polisi, alipondi watu. Kwa hiyo watu wataendelea kusali kwa sababu wanajua kila Jumapili wao wanasali. Wanaweza usisali sehemu ambayo unaweza kusali sehemu ya utepe, lakini unataka sehemu ya kusali kwenye kona moja mahali fulani. Kwa sababu pia wanafahamu, wamefundishwa miaka mingi kwamba ni muhimu kusanyika. Biblia inasema kwamba
msiache kukusanyika kama ilivyo desturi ya wengine kadri mnavyo siku zinakaribia. Biblia inasema kwamba wakusanyikanapo wawili watatu kwa ajili ya jina langu ni katikati yao. Walishafundishwa nguvu kukusanyika kwamba mmoja atafukuza watu 1000, lakini wawili watafukuza watu 10,000. Walishafundishwa namna ya umuhimu kusanyika pamoja kusali. Na ningeshangaa kama wao wasingefundishwa hicho kitu miaka yote. Basi makasa yalikuwa yameshakufa. Watu wetu wanaamini kwamba ili sala iende kwa Mwenyezi Mungu, ili sala iende vizuri, bali iende vizuri, ni kusanyika. Ndio watu wanaenda msikitini na makanisani. Kwa kukusanyika kwa watu ni utamaduni ambao wamefundishwa. Wanakusanyikia chini ya mti, kwenye mto, wanakusanyikia kwenye sebule ya mtu au kwenye uwanja wazi. Wanajua hilo jambo la muhimu kwao. Na kukataa watu kusikia kwa sababu ya kufanya kusali ni kukataa watu wasali. Kwa hiyo nadhani ninafikiri kikaa vizuri hilo wanaweza kuwa makini kuzuia watu kusanyika kusali kitu ambacho kiwezekani. Na jambo hili kama ungelipigia mahesabu vizuri, wangeweza kufuata utaratibu unaotakiwa. Kwanza kuwapa onyo, kwa maana kuwapa hata siku 14 ili wajiandae. Wachungaji wangeweza kutumia nafasi hiyo kufundisha watu wao namna nyingine ya kusali nje ya kusanyika pamoja kanisani. Lakini hatukupewa notes hiyo. Tulivamiwa tu tena usiku wa manane. Cha pili, wangesubiri walau watu angalau kusanyika Jumapili ili waambizane. Ilikuwa katikati ya wiki, siku ambazo waumini wengi wanakuja Jumapili, kwa hiyo hakuwa taarifa nzuri. Halo? Nakusikiliza. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yamevurugika kuanzia mwanzoni mwenyewe kwa utaratibu ambao kufuata vizuri. Tunasaidia mkanganyiko huu. Watu wanamsikiliza mchungaji kwa sababu viongozi wao, hawajapata nafasi ya kuwaeleza vizuri hawa watu. Kwa hiyo ndio unaona kwa siku ya Jumapili watu wanazidi kuongezeka. Jumapili ya kwanza walisali pale ngambo walikuwa wachache kidogo. Jumapili pia wakaongezeka zaidi. Jumapili hii walikuwa wengi zaidi. Utegemea Jumapili na ukuja hii watakuwa wengi zaidi kwa Jumapili zingine zilizopita za huko nyuma.